Turudi tena pale juu. Maandiko inasema hivi, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku, wakamwimba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya, mpaka mlima ule aliyowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Bwana apewe sifa. Huu ni wakati ambao mwana wa Mungu alifikia kufufuka mahali pale ambao mwili wake walikuwa wameuweka. Na wakati walipofikia kuona ya kwamba wamefikia kushindwa, ilikuwa inawalazimu kuchukua hatua ya kutumia njia ambao ni ya uongo, ili wao wenyewe wakaonekane kweli. Ndio kunao mambo ambao yameenda kinyume, lakini wanajaribu kuyatengeneza ili lawama hii yote isiweze kuwalalia ama isiweze kuwa pamoja nao. Lakini neno lililo kiini ambacho ni cha asubuhi ya leo, maandiko inasema na kwamba enendeni mkawafunze kuyashika yale yote niliyowaamuru. Bwana apewe sifa. Na Yesu anasema na kwamba nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Bwana apewe sifa. Ama mpaka mwisho. Kwa hivyo katika ufufuo ambao ni wa mwana wa Mungu, tunafaa kuelewa kana kwamba ulikuwa ni ushindi kwa upande wetu. Lakini huyu mwana, kile ambacho anatuangiza, yeye mwenyewe alishinda na alifikia kuyapitia majaribu ambayo yalikuwa mazito, yalikuwa mengi, yalikuwa na kilio, yalikuwa na uchungu, na pia yalikuwa na umwagikaji wa damu. Na wakati huo yeye mwenyewe alijitahidi, wakati huo yeye mwenyewe alijikaza, wakati huo yeye mwenyewe alifikia kushinda. Bwana apewe sifa. Yesu alishinda kwa sababu gani? Yesu alishinda kwa sababu yetu. Yesu alishinda atupe mwongozo. Yesu alishinda kwa sababu alikuwa anatupenda. Yesu alishinda kwa sababu alikuwa anajua dunia haina huruma na wanadamu. Bwana apewe sifa. Dunia haina huruma na sisi. Hiyo ndio ilifanya Yesu ashinde, ili atuonyeshe kana kwamba wakati ambao tutabeba ule msalaba na kufuata nyayo zake, ya kwamba tutafikia kushinda kama vile ambavyo yeye mwenyewe alifikia kushinda. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo mpendo, ninachokuomba ni kuelewa kana kwamba mwana wa Mungu alifikia kushindania msalaba, na wakati ambao walifikia kumzika, maandiko inasema na kwamba kulingana na vile ambavyo alikuwa amewaamuru, kana kwamba baada ya siku 3 atafufuka katika wafu. Yeye mwenyewe hivyo ndivyo alivyofufuka. Na wakati alipofufuka, kuna ahadi ambao alikuwa amewapatia, kana kwamba wamngojee Galilaya. Wakati ambao walikuwa wanamngojea mahali pale, nao maandiko inaniambia kana kwamba milango ilikuwa imefungwa, pia madirisha yalikuwa yamefungwa, lakini yeye mwenyewe alisimama katikati yao. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kuwaonyesha na kwamba ahadi ambao
nilifikia kuwapatia, hii ahadi ilikuwa ni ya ukweli. Lakini elewa kana kwamba vile ambavyo kuliingia wale ambao ni Mafarisayo, wakaingia katikati ya wale maaskari na wakapasha habari za uongo wale maaskari, ili wakafikia kudanganya. Hivyo ndivyo kutakavyokuwa, hivyo ndivyo kulivyo hata sasa. Wana watu ambao wanaingia na njia zingine tofauti tofauti, wakiacha neno la Bwana lililokamilika, ili wakapata kuwadanganya watu, na kupitia kule kuwadanganya watu wanawafikia kuwapata watu wengi kupitia kwa ule uongo. Bwana apewe sifa. Lakini naye Yesu anasema namna gani? Baada ya kufufuka, ama kabla hajakufa, yeye alikuwa na wanafunzi wake, na akiwa na wale wanafunzi kuna mambo mengi ambayo alifikia kuwafunza, na baada ya kuwafunza yale mambo mengi ambayo alikuwa anawafunza, hadi hii ni kwetu sisi, kana kwamba yale yote ambayo tunafunzwa tukafikia kuyashika, kwa sababu hiyo ndio tu amri ambayo Yesu mwenyewe alifikia kuitoa, ili wakati ambao tunasafiri katika ulimwengu tukaelewe kana kwamba kuna mwisho, na pakiwa kuna mwisho ule tukiushinda, tutaishi na huyu mwana milele na milele katika maisha ambayo ni ya mbinguni. Yeye Yesu makofi mazuri. Kwa kila wakati wanga na kuambia kana kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na yuko mahali hapa chini ya nchi, yeye mwenyewe lazima akuwe na mwisho, na akiwa na mwisho inategemea safari uliyosafiri. Safari hiyo ulisafiri namna gani? Ule utumishi ulitumika namna gani? Ili wakati ambao roho yako itakuwa imefikia kiwango cha kuaga ulimwengu, Yesu mwenyewe akaipokea mikononi mwake, na katika ule ulimwengu ambao unakuja wa kiroho, wewe mwenyewe ukapata kuishi pamoja naye milele na milele. Kwa hivyo matendo na imani, hizo ndizo vitu ambazo zinatufikisha mahali pale katika ule ufalme. Kwa hivyo kutia bidii kwako, elewa kana kwamba kuna faida kubwa sana, kwa sababu mwana wa Mungu anakutazama, na mwana wa Mungu anapendezwa na hayo ambayo ametuamrisha. Tukiyafuata, tukiyatenda na tukitembea nayo, yeye anafurahi sana. Ndio ni magumu kuyatimiza, sababu tunao akili ambazo zinatusumbua siku baada ya siku kuyafanya mambo yakafikia kugeuka kulingana na vile ambavyo tunataka, lakini sio kulingana na vile ambavyo Bwana anavyohitaji. Kama maandiko yanatuambia kana kwamba akili za Mungu hazichunguziki, na mawazo ya mwanadamu sio kama mawazo ya Mungu. Kwa hivyo kuonyesha kana kwamba tunafika wakati na saa tunatofautiana na yule baba, lakini yeye anahitaji tusitofautiane na yeye, kwa sababu tukitofautiana na yeye ana furaha. Lakini wakati ambao tutatembea na ile sehemu ya Roho Mtakatifu ambao alituachia tutembee nayo, ikituelekeza, ikituongoza na ikitufunza, yeye mwenyewe atakuwa na furaha, yeye mwenyewe atakuwa anatungojea, na yeye mwenyewe atakuwa anaelewa kana kwamba tunashinda, na baada ya kushinda tutaishi naye milele na milele katika ufalme ambao ni wa mbinguni. Wapendwa, maandiko imeniambia kana kwamba ile ambao tulikuwa nao katika ushirika, yeye atakuja tu kama mwivi, na wakati ambao atakuja kama mwivi anahitaji mimi na wewe tukafikia kupatikana, tunaendelea kumuinua, tunaendelea kumtukuza, kwa sababu anasema nitakuja saa mwanadamu asiyodhani, saa mwanadamu ambao hajaipanga, saa ambayo hatuijui. Na wakati ambao atakuja, yeye mwenyewe atafikia kututwaa, na wakati anapotutoa, kama wewe mwenyewe haukuwa katika ule msimamo ile dakika, jua kana kwamba jehanamu ya moto inafikia kuungojea. Inafaa uhakikishe kwa kila dakika, sehemu yoyote ulio, wewe mwenyewe hakikisha unaye Yesu. Sio wakati uko peke yako unatenda mambo tofauti na vile ambavyo wokovu umekwambia, tofauti na vile ambavyo neno limekwambia, tofauti na vile ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza. Hivyo utakuwa unakosea Mungu, na wakati unapoingia katika majaribu, yeye utamlilia, na yeye hatafikia kushuka, kwa sababu njia zako hazimpendezi huyu Mungu ambaye tunamtumikia. Wapendwa, nikwambie tena nikurudie, ni ngumu kwenda na ile neno la Bwana, sababu tuna mahitaji mengi, sababu tuna utumishi unaotoka katika akili zetu, tunaona maswali ambao tunajiuliza. Lakini huyu Mungu ambaye unasema kana kwamba namngojea atende na atendi,
Elewa, huyo Mungu ndiye amekupatia kupumua. Huyo Mungu ndiye amekupatia uhai. Kwa hivyo hawezi akakupatia uhai wa kuendelea kuishi kama ana mpango juu ya maisha yako. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo huyo ambaye amekupa kupumua na uhai ana mpango mwema ya kesho yako, wa kesho yako na uhai wako ambao amekupatia sio wa bure, na maisha ambao amekupatia mpaka dakika hii sio ya bure. Kile ambacho anahitaji na imani yako isipungue, imani yako isikosane na imani yake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mwelekeo wako unafaa kumwelekea Bwana kila wakati. Uwe na majaribu, usiwe na majaribu, ondoa maswali, tumainia kutoka kwa Bwana. Na wakati unapotumainia kutoka kwa Bwana, yeye atashuka, yeye atatenda, yeye atazidi kukuongoza, kwa sababu anadumu wa kuaminiwa. Tusipomwamini, tuelewe kana kwamba yale mambo tunayofanya ya bure. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ndio maandiko yanga inakwambia kana kwamba wewe sio wa ulimwengu huu na ulimwengu unakuchukia. Kwa hivyo kama umehesabiwa wewe sio wa ulimwengu huu, yule ambaye anastahili kutoa msaada uliokamilika ni Bwana. Kila mpango uko mkononi mwa Bwana. Kila mpango uachie Bwana akafikie kuushughulikia. Na wakati unapomwachia, yeye mwenyewe atasimama nawe, wewe mwenyewe atakupigania, yeye mwenyewe atakuonyesha ile njia utakayoiendea. Pigie Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ninashukuru ile njema ambayo ninakuhimiza kana kwamba ulimwenguni kuna dhiki, ulimwenguni kuna majaribu mengi sana, lakini kinachohitajika ni mimi na wewe kusimama na kujiuliza neno inasema namna gani. Wakati ambao akina Petro walikuwa wanajiuliza maswali wakiwa mahali pale baharini, wakati ambao walikesha usiku kucha bila kupata chochote, tuelewe kana kwamba Yesu alipita asubuhi na alibadilisha nia, alibadilisha akili zao, alibadilisha imani yao, na kile ambacho wakati walipopokea neno na wakatumwa kupitia kwa neno, kile ambacho walikuwa wanataka walifikia kukipokea. Pigia Yesu makofi mazuri. Na ndio unaona Petro anahakikisha ya kwamba anamwaminisha Yesu, kwa neno lako nitazizusha nyavu. Kwa sababu usiku kucha hakuna samaki waliopatikana. Usiku kucha walitenda kazi, walitoa jasho. Haijulikani katika ulimwengu wa kiroho usiku huu ulikuwa mrefu kiasi gani, ama ulikuwa ni muda kiasi gani, ndipo wakaonekana na Yesu, na Yesu akaamua kupitia kwao. Na wakati anapowafikia na kuwanenea neno, yeye mwenyewe akawapa ruhusa kuenda kuvua samaki. Walipoenda kuvua samaki, wale samaki walipatikana. Dakika 5 neti zilikuwa zimejaa, lakini wao walikuwa wamekaa masaa mengi bila kupata wale samaki. Bila Yesu utaishi ukijiuliza maswali. Bila Yesu mambo yako yatachelewa, mambo yako hayatakuja vile ambavyo unahitaji. Lakini ukiwa na Yesu, wakati yanapokufikia, yatakufikia yakiwa mema, yatakufikia yakiwa na ushindi, na yatakufikia yakiwa yameandaliwa hivyo unavyohitaji, sio hivi Mungu ambavyo anahitaji kwako. Kwa hivyo mkabidhi moyo wako, mkabidhi maisha yako, mkabidhi utumishi wako, mkabidhi wokovu wako, ili akapate kuongoza, ili akapate kufanikisha, na akafikia kukushindania katika kila jaribu ambalo ni la ulimwengu. Ndiye Yesu makofi mazuri. Wapendwa, maandiko imeniambia katika kitabu ambacho ni cha Ezekiel 2, Bwana apewe sifa, kula kile ambacho ninachokupa. Maandiko inasema nikaona mkono umenyoshwa, na wakati kwa ule mkono kulikuwa na gombo. Bwana apewe sifa. Na akanilisha lile gombo. Bwana apewe sifa. Hilo ni neno ambalo ni la Bwana, ili ukaweze kutembea nalo vile ambavyo yeye mwenyewe anavyohitaji, sio vile ambavyo sisi tunavyohitaji. Bwana apewe sifa. Nitaisoma tu. Maandiko inasema hivi: akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, akanisimamisha. Nikamsikia yeye aliyesema nami akiniambia, mwanadamu, nakutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi. Wao na baba zao wamekosa juu yangu, naam, hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na aya, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi:
na kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ndiyo nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Na wewe mwanadamu, usiwaogope hao, wala usiyaogope maneno yao, ijapokuwa miiba na michongoma i pamoja nawe unakaa katikati ya nge. Usiyaogope maneno yao, wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Nawe utawaambia maneno yangu, kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana hao wanaasi sana. Mbali wewe, ndio nilikuwa naongea, mwanadamu, sikia neno hili ninalokuambia, usiwe mwenye kuasi kama nyumba yenye kuasi. Funua kinywa chako ule nikupacho. Nami nilipotazama, mkono ulinyoshwa kunielekea, na tazama, gombo la chuo lilikuwa ndani yake. Akalikujua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo na vilio na hole. Inamaanisha namna gani? Kula kile nikupacho, ile neno ambalo unaipokea, hiyo neno tembea nayo. Kwa wale ambao watafikia kuasi, kwao kutakuwa ni maombolezo, kwao kutakuwa ni vileo, kwao watakuwa wanasema, ole wangu, ningejua ningerekebika mapema, ole wangu, ningejua njia hii singeitumia. Kwa sababu vile ambavyo huyu Bwana atakavyoshuka kwa yule mwanadamu, akashuka akiwa na vita ambazo ni za kiajabu, ataleta uzito wa kiajabu. Ndio unasikia maandiko inasema, waambie wasikie ama wasisikie, hapo ni juu yao. Kushika ama kuacha, hapo ni juu yako, hapo ni juu yangu, ili Mungu ataangalie ana kwamba tunaenenda sambamba na vile ambavyo anahitaji, sababu ana mpango mwema kutuhusu. Sasa yeye mwenyewe anasema, kwa yule ambaye amejua neno, asiwe mwenye kuasi kama wana wa Israeli wanavyoasi katika ile nyumba, lakini akule kile ambacho anapewa. Bwana apewe sifa. Ndio anasema, na mkono ukanyoshwa ukinielekea, nikaona wamekunjua gombo lile lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo na vilio na hole. Bwana apewe sifa. Hiyo Yesu, makofi mazuri. Huu ni wakati ambao sisi wenyewe tunafikia kuingia kwa majaribu. Tulikuwa tunaishi na Yesu, tulikuwa tunatembea na Yesu. Majaribu haya wakati ambao yanatujia, tutamlilia, lakini yeye mwenyewe hatafikia kusikia. Na katika yale majaribu yatatupeleka kwa muda mrefu sana kama asikii. Kwa sababu gani? Tuliasi. Na sisi tunahitaji wakati ambao tunaomba msamaha, atusamehe dakika ile. Sio Mungu ambaye anaishi milele na milele, sio Mungu ambaye ametufunza ukweli, sio Mungu ambaye ametupa roho ama sehemu ya Roho Mtakatifu. Maandiko yananiambia kana kwamba afadhali yule ambaye hajawahi onja ili neno kuliko yule ambaye amefikia kuionja na ameanza kuiondokea. Maandiko inasema mtu huyo hatakuwa mbele za Mungu mbaya kuliko watu walio nje wa mataifa. Yeye hatahesabiwa haki kamwe, lakini Mungu mkono wake utakuwa juu ya yule mtu. Kwa hivyo kile ambacho anahitaji Bwana asubuhi njema ya leo ni kumwaidia na kuagana naye, na kwamba nitashirikilia neno lako. Wakati ambao sisi wenyewe tunaondoka katika madhabahu, hatutakuwa tunaonana vile ambavyo tunaonana sasa hivi, lakini tuamini kana kwamba inafaa tuonekane na Mungu mahali hapa. Atuone tukiwa nje, atuone tukiwa nyumbani, atuone tukiwa kazini, ili kila sehemu tulio atuhesabie haki. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Hesabiwa haki kila mahali ambao uko. Usitende kinyume na mapenzi ya Bwana, kwa sababu Bwana atafurahishwa nao. Kwa sababu sasa zile baraka ambazo Mungu amekupangia zikiwa mbele zako, elewa kana kwamba wakati ambao tunaasi, zile baraka zinazidi kuchelewa, zile baraka zinazidi kupelekwa mbali. Ule mpango tuliokuwa nao pamoja naye utazidi kupelekwa mbali, kwa sababu tumeasi. Bwana apewe sifa.
Wakati ambao Yesu aliposhikamana na Mungu na wakati ambao alikuwa analelewa, akafikia kuingia katika majaribu, akafikia kubeba msalaba, yeye mwenyewe alivumilia. Baba ndio alikuwa anamuongelesha, alikuwa anasikiza Roho wa Bwana vile ambavyo anamwambia, na wakati aliposikiza, amini kana kwamba alifikia kushinda majaribu, na wale ambao walikuwa wanampiga vita, mwisho walikonfesi ya kwamba kweli huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka nikwambie kitu asubuhi ya leo mpendwa. Kuna maombi ambao huanga tunaomba kila wakati. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri kwa kweli. Leo hii naomba uelewe jambo moja. Wakati tunapoomba maombi ya kuondolewa kwa maadui, Mungu si kijana, anaelewa kile ambacho tunaomba. Lakini hapo anasema watu wao wangu hawajui hiyo ambao wanaomba ni nini na wanaiomba namna gani, kwa sababu Mungu anajua watesi wako. Na wakati unaposema waondolewe, Mungu akiamua kuwaondoa, hata nyumbani kwenu utaenda ushangae, kwa sababu chenye utapata kimebaki mahali pale ni watoto. Watoto ndio utapata wamebaki, sababu Mungu anawajua watesi wako, anawajua wale wanaonena mabaya kukuhusu, anawajua wale ambao hawakutakii mema. Kwa hivyo vile ambavyo tunamlilia na kumwambia tuondolee maadui, hao maadui wakiamrishwa kuondolewa, Mungu atawaondoa kiasi kana kwamba utafika kwa mboma yenu ulie, utafika kwa majirani ulie, useme kana kwamba Mungu nisamehe, kwa sababu haya maombi niliyoyaomba saa hiyo utasema hayakuwa ya kweli, hayakuwa mazuri. Ndio unasikianga anasema ombeeni adui wako, ama ombea adui yako. Wakati unapobarikiwa ajionee kwa macho. Lakini wewe na mimi tunapiga magoti, tunasema waondolewe. Akiamua kuondoa, utaenda kwa mboma, utazame ulie machozi. Wala pewe sifa. Wala pewe sifa. Huyu adui hata kama amekuchukia namna gani, unaweza kuwa mahali pale nyumbani, umekaa mahali umuombe maji ya kuletea. Ukweli ama ni uongo? Ukweli ama ni uongo? Unaweza mtuma dukani, anaenda anakuja na kile ambacho ulikuwa umemtuma. Kwa hivyo inafaa tuelewe wapendwa, hawa maadui tunaosema inafaa tuinuliwe kiwango kingine ili tuwe juu ya wale maadui. Wakati Yusufu aliuza upande wa Misri, Mungu aliendelea kumjenga, Mungu aliendelea kumuinua, Mungu aliendelea kumuimarisha, mpaka dakika ya mwisho ndugu zake wote walifikia kumpigia magoti. Ya Yesu makofi mazuri. Na ndio maandiko yananiambia kana kwamba wakati ambao tunasimama naye, atahakikisha mwisho anawaleta maadui chini ya nyayo zetu. Ni akina nani watakaoletwa? Kama Mungu amewaondoa wote, hautawaona katika zile nyayo zako. Lakini inafaa, kwa sababu unawajua na unawaelewa, wakuje kusujudu mbele zako, ndio ujue Mungu amefikia kutushindania. Ya Yesu makofi mazuri. Ni kwa nini mimi na wewe tulifikia kuinuliwa katika zile mboma zetu, katika zile familia zetu, ili neno la Bwana likapate kuonekana mahali pale? Labda ilikuwa ni kwa ajili ya kuwabadilisha. Kwa hivyo inafaa uambie Mungu, nipo wakati wako ulio mwema, ili yule Yesu aliye ndani yangu nikafikie kuwa na ushuhuda wake mahali ambao nitakuwa, iwe ni nyumbani, iwe ni kwa majirani, iwe ni kazini, iwe ni mahali popote ambao nitatembea. Wacha Yesu yule ambaye aliniokoa, aliye ndani yangu, akafikia kuonekana, ili wengi wakapewe nafasi ambao ni ya kubadilika na kuokoka vile ambavyo Bwana ulivyoniokoa. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ndio ninakwambia asubuhi ya leo, Mungu akiamua kuwaondoa wale watesi ambao unasikia ni kana kwamba wamekuangaisha, wamekupiga vita, atawafagia wote, upike kwa familia yenu, ulie machozi, kwa sababu watakuwa wameondolewa wote. Siri sio kile ambacho kinatoka kwa mdomo. Siri ni kile ambacho kimefichwa moyoni. Na unaweza pata yule ambaye unapenda sana, unamuita baba, unamuita ango, unamuita adui, yeye akuwe ndio adui wako mkubwa, aanze kuondolewa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ufike ufanye nini? Changanyikiwe. Kwani hapa Mungu kumeenda aje?
kumeenda aje, wala kwa sifa, lakini omba kuinuliwa kiwango kingine. Omba mishale ikitupwa isikupate. Omba milango ifunguliwe ambao walifikia kuifunga. Omba wakati unapowatembelea wawe wanaona Yesu ndani yako, wawe wanaona nguvu za Mungu ndani yako. Sababu nimekuambia, na hilo jambo nilifikiria sana ndio nikuja nikuletee. Nikwambie kana kwamba kweli wakati unapowaombea kuondolewa, wanaweza ondolewa wote, mpaka mama, mpaka hata baba yako wanaweza ondolewa, kwa sababu kuna zile vitu ambazo unaweza kuwa umekosa kutenda kwake, na yeye mwenyewe awe na moyo mzito. Kwa hivyo amefanyika kuwa adui, na akifanyika kuwa adui, kwa sababu unasema wafagiliwe wote, uende kwa mboma upate mbuzi ndio zimebaki hapo. Sasa utarudi kumwambia nini? Mungu nisamehe, sikujua. Mungu nisamehe. Halo, mjane wako si yuko amepewa uhai na nani? Na Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu anaonyesha namna gani hapo na uwezo wa kukupigania kwa upande wa yule adui, sababu yeye ndiye amempatia uhai. Bwana apewe sifa. Akina Nebukadneza walikuwa, akina Herode walikuwa. Ni kwa nini Yesu anaambia Mungu anaambia Yusufu, amwambie Mariamu pamoja na mtoto waende katika nchi ya Misri mpaka wakati ambao atafikia kumalizana na Herode? Kwa nini anawaambia hivyo? Si Mungu ako na uwezo wa kumaliza Herode hapo kwa hapo? Lakini anataka adhihirishe nguvu zake. Hata kwetu kuko hivyo. Mungu anahitaji kujidhihirisha kwetu. Mungu anahitaji kutuonyesha ana kwamba ako na uwezo wa kutupigania, ana kwamba ako na uwezo wa kutufungulia milango, ana kwamba ako na uwezo wa kutuandalia meza mbele ya watesi wetu wote. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Omba kuinuliwa kiwango kingine. Pigia Yesu makofi mazuri. Omba kupewa ulinzi, omba kupewa nguvu, omba kuona maadui yao wakishuka katika nyayo zako, kwa sababu Mungu amekupigania. Bwana apewe sifa. Ile shamba waliokunyima wakuite, wakwambie enda kwa hiyo shamba, enda uingie hapo, enda uchenge, enda ulime, kwa sababu mwanzo walikuambia hatutaki kukuona mahali hapa, lakini kupitia kwa maombi wamefikia kukutafuta, wamekurejeshea kile ambacho walifikia kukunyang'anya. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ndio ninakumalizia na kukwambia, angalia maandiko vile ambavyo inasema. Kuna watu wengi ambao walifikia kupiganiwa. Hata Ibrahimu wakati ambao walikosa baraka, Mwanzo 12, akaambiwa aondoke katika kijiji chake, katika ukoo wake, katika nyumba ya baba yake. Mungu alikuwa na uwezo wa kumbariki Ibrahima na kuwaondoa wale ambao walikuwa wamesimama kinyume chake ili akafikia kuteseka. Lakini wakati alipoondoka na akaenda ile nchi ambayo Bwana alikuwa amemwambia, Mungu alifikia kumbariki, Mungu alifikia kumuinua, Mungu alifikia kuondoa mateso, Mungu alifikia kuondoa kuchelewa kwa baraka zake. Ndiye Yesu makofi mazuri. Ndiye Yesu makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Alikuwa na baba, alikuwa na mama. Kwa nini anaambiwa waache? Alikuwa na watu wa familia. Kwa nini anaambiwa awaache? Alikuwa na majirani. Kwa nini anaambiwa awache? Anaambiwa enda katika ile nchi nitakao kuonyesha. Na akatoka kwa sababu alisikia sauti na akaondoka. Kwa hivyo Mungu alikuwa na uwezo wa wale ambao walikuwa wamemuinukia kuwamaliza na kumbarikia Ibrahimu pale. Bwana apewe sifa. Lakini kwa sababu labda alikuwa anawategemea, labda alikuwa anaona kana kwamba hawezi akaishi bila wale watu ambao ni wa familia, ndio unaona Mungu anamuondoa mahali pale kwa sauti, na sauti hii hawakuisikia wote wa familia, aliisikia yeye peke yake, na akaondoka akaanza safari kulingana na mapenzi ya Mungu. Ndio unasikia, kwa sababu Mungu anaona huyu mtu
mtu wangu, huyu mtumishi wangu ameomba sana. Ndio anamwambia wale watakao kubariki nitafikia kuwabariki, na wale watakao kulaani nitafikia kuwalaani. Kwa hivyo ile nchi ambao ameambiwa na Bwana aende, ulinzi utakuwa ni wa Bwana, mwongozo utakuwa ni wa Bwana, baraka zitakuwa ni za Bwana, maneno yatakuwa ni yale ambao yatakuwa yametoka katika kinywa cha Bwana. Ile Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wapendwa, tukitii sauti kulingana na mwongozo wa Bwana, Bwana atakuwa pamoja nasi, na Bwana atafikia kutuongoza na atatembea nasi kokote ambao tutakuwa, na maadui zetu tunaowalalamikia sana watapigwa vita mpaka wanyamaze, ili tuinuliwe kiwango kingine. Yesu anakubariki. Kumbuka hawa maadui wako na ufalme wao ambao wanatumikia. Si watikana kwamba hawakupendi, wanakupenda, lakini hawakutaki kwa sababu kuna vile ambavyo wewe mwenyewe unawapiga vita kupitia kwa yale maombi. Kwa hivyo kila mmoja ameshika barabara yake. Kwa hivyo ile barabara uliyoshika, wacha Mungu akupiganie, wacha Mungu akutawale, wacha Mungu akuongoze, sababu hata wale ambao unaweza kuwa unawapenda na uwajui vizuri, Mungu anawajua vizuri, na kwamba ndio maadui zako zaidi. Yesu kwa hivyo tuombe Mungu akatupiganie katikati ya maadui zetu, atuinue kiwango kingine, na atupe uwezo wa kushinda mpaka hata wale maadui mmoja mmoja wakafikia kubadilika, na hata wao wakamuhitaji huyo Mungu katika mioyo yao. Yesu kwa huduma zetu, hapo ndipo tutakaposhinda vita. Lakini saa hii hata tukiulizana ni nani ambaye anataka maadui zake waishe wote katika ulimwengu, nyinyi wote mtainua mikono, utainua mikono, wakuve. Kwanza tuanze kuomba maombi ya kuua hapa. Tunaona kila mmoja anaruka anagonga hapa na kichwa, kwa sababu anataka maadui wafanye nini? Maadui waondoke. Hello. Kuna adui wako mahali ambao Mungu anajua huyu ndio nitabadilisha, na atapeleka injili katika nchi za nje, na atabadilika kupitia kwa huyu ambaye asubuhi ya leo anasikiliza neno hili. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Yesu alikuwa anapigwa vita. Wakati ambao Petro alichukua upanga akatoa sikio ama akakata sikio la nani? Ilikuwa ya nani? Sikio moja wa askari wa ule alikuwa. Bwana apewe sifa. Yesu aliinama akaenda akachukua ile sikio na akafikia kuirudisha. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Na akaambia Petro, mimi niko na uwezo wa kumuita Bwana na kuniachililia majeshi na kunipigania vita hizi, lakini neno litatimiaje? Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kulikuwa na neno lazima ifikie kutimia. Bwana apewe sifa. Hata wale watoto wadogo ambao ukifika nyumbani wanakukimbilianga, washaambiwa story yako, na hata wao wanakuchukia zaidi ya wale maadui kwa sababu story yako wako nayo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wewe haujui maadui zako ni akina nani, lakini Mungu anawajua, Mungu anawaelewa, Mungu anajua vile ambavyo atawatendea katika kusimama kwako, katika kutembea naye, katika kumwamini yeye, kwa sababu nimekwambia adui wako amehifadhiwa na Mungu, wewe umehifadhiwa na Mungu. Kile ambacho kinahitajika ni neno la Bwana likasimame katikati, ili vita hizi zinazoletwa na adui, huyo Bwana akafikia kukupigania na ukapate ushindi, ili ukazidi kushuhudia kana kwamba kweli Bwana nimekuona ukitenda. Yesu makofi mazuri. Wakati Yesu alipoona Yudasi akikuja kumbusu, Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Hakuna chochote ambacho Yesu alitendea Yudasi, lakini kwa sababu ya kutamani kwake, tamaa yake ilimfikisha kiwango ambacho ni cha kuenda kujinyonga, ilimfikisha kiwango ambacho ni cha kuenda kulia katika moyo wake, akisema kweli nimeisaliti damu isiyo na hatia. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Nilini maombi yako yatambikia Mungu mpaka adui yako atembee kwako, akwambie kama tulikosana ama kama nilikukosea, naomba unisamehe. Bwana apewe sifa. Ni
wakati ambao utaamini, ni wakati ambao utaelewa kana kwamba yeye ni muweza wa yote, ni wakati utaelewa kana kwamba hakuna chochote kinachoshindikana kwa Bwana, ni wakati ambao utaelewa kana kwamba Yesu alishinda majaribu, na sisi pia inafaa tushinde yale majaribu. Bwana apewe sifa. Kwa nini Stefano wakati ambao mbingu ilifunguliwa akamwona Baba pamoja na Yesu Kristo akikaa mkono ambao ni wa kuume? Kwa nini yeye mwenyewe wakati alipoona hiyo mbingu imefunuka aliambia Mungu wasamehe waliokuwa wanampiga na mawe, kwa sababu hawajui walitendalo? Hiyo Yesu makofi mazuri. Aliwasamehe ili afike mahali ambapo panastahili. Amen. Na ukumbuke hao watu wanga wanatubu, na hao watu wanga wanakubaliwa. Wakati ambao Yesu alisulubiwa na wale ambao ni waizi wawili, kuna mmoja ambaye alikuwa mkono wa kuume, alimwambia Bwana, ukifika paradiso nikumbuke. Huyu alikuwa mkono wa kushoto, akamwambia ulikuwa unaokoa watu wengine, si ujiokoe na utuokoe. Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Tunaona yule ambaye alikuwa mkono wa kuume, Yesu alimwambia kana kwamba pale paradiso baada ya muda mchache nitakuwa pamoja nawe. Pia Yesu makofi mazuri, akasamehewa, akakubalika na akaingia paradiso, maisha ya milele na milele ambayo ni maisha ya amani ya kumtukuza Bwana. Kwa hivyo hii maombi tafadhali, kama inawezekana, fikia kuibadilisha, ndiposa Bwana akakubebea ule uzito. Kwa nini Yesu nikimalizia anasema aliye na mizigo mizito, Bwana apewe sifa, ailete wapi? Kwangu, nami nitafanya nini? Nitamvumuzisha. Bwana apewe sifa. Hizi vita Bwana nimekuachia mikononi mwako. Wewe ndio unayejua maadui wangu, hata wale ninaowaelewa wanaweza kuwa sio ni wengine ambao siwaelewi na hata siwajui, lakini wewe uishie milele na milele, unawajua na unawaelewa. Nimekutuma kwao na mimi nimejiweka mikononi mwako ili unipiganie vita, nami niwe na safari iliyo rahisi kwa ajili ya kukutumikia katika roho na kweli. Pigia Yesu makofi mazuri na ubarikiwe na umtumainie Bwana. Umwamini Bwana, hakikisha umetembea na Bwana, atakuwa pamoja nawe maisha yako yote. Barikiweni sana.